Na mimi naitwa Isa Hamadi Kivina au Mr. Cape, jina langu la biashara. Mwaka 2015 nikiwa maeneo ya Serena hoteli, nilipigiwa simu na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ndugu yetu Abdrahmani Kinana, akiwa ni katibu mkuu. Bwana Isa, uko wapi? Nikamwambia niko hapa Serena hoteli na kuomba bwana, hapa ofisi ndogo ya Lumumba, lakini upande wa vijana, majengo ya vijana pale pembeni ya CCM. Nilipofika pale, mzee aliniambia kwamba tunaomba ututengenezee sare za Chama cha Mapinduzi. Nilipewa maagizo kutoka juu, tunaomba kofia 800,000. Kama utakopa benki, kama utakopa wapi, si tunahitaji kofia. Kumbe sawa mzee. Malipo lini? Akasema ndani ya siku 40 baada ya mzigo kufika. Kumbe ina shida yote. Mimi nikakimbia benki kukopa, kwa sababu aliniambia kukopa hata benki uweze kutengeleza jambo hili. Nimefika benki. Niliposema ni Chama cha Mapinduzi, nilikubaliwa kupeshwa pesa. Nikafanya kazi kwa wakati mwafaka na nikadeliver on time, na tulishinda mwaka ule CCM kwa kishindo. Lakini malipo kwanza nilipewa. Haya malipo mengine imekuwa ni tabu kufuatilia. Kila siku naambiwa kesho kutwa. Imekwenda mpaka imefika muda nyumba yangu ikauzwa na benki. Na benki, makubaliano mimi na benki ni kwamba nitakapolipa pesa na Chama cha Mapinduzi ndipo niweze kuwalipa. Na katika majalada yangu kipo kipengele cha kwamba nikishalipa pesa ndipo niwalipe benki. Benki wamechukua uhuni wa kuuza jengo langu bila kunishirikisha mimi. Taarifa inakuja nyumba imeuzwa na aliyenunua ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi. Sasa pesa zangu mimi nimecheleweshewa, alafu anakuja kununua mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa jengo langu. Je, kuna uhalali hapo? Mimi nitaamini nini kama mchezo wa kuchezeka? Alafu huyu bwana anayejiita yeye ni mnunuzi tayari mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Bora angenunua mtu mwingine nyumba hii. Thamani ya pesa ni kiasi gani? Pesa ambayo ilibaki mpaka sasa ni bilioni 760. Ya kutengeneza ilikuwa bilioni 300 na bilioni 300 na bilioni 520. Jengo langu la thamani almost bilioni labda 7 au 8. Lakini huyo alionunua anasema amenunua kwa bilioni 1 milioni 200. Watanzania wenzangu mnaonisikiliza, jengo hili la bilioni 1, kiwanja bei gani pale saizi? Jengo hili hapa anasema amenunua kwa bilioni 1. Alafu wanakuja wananitoa kama mbwa humu ndani. Kisa ati huyo anayefadhili ni mjumbe wa halmashauri ya taifa. Leo hii unaweza kusimama ukasema jengo hili ni la bilioni 1 milioni 200. Ndugu zangu wa Ilala, wenye kitu yangu Bechina, inawezekana? Ni dhulma. Alafu mmeletea watu ambao ni wahuni, mimi siwafahamu. Na leo wako wenye nyumba hapo wasema wameshatawala nyumba tayari. Wametupa vitu vyangu, wameniibia, wafanya vitu chungu mzima. Wanajiita wao ndio maaskari ambao wamekuja hapa, ambao ni wa mabouncer, wanajiita mabouncer wao. Mheshimiwa Rais, mama yetu, tunakupenda sana. Tunajua hujawahi kutuangusha mama yetu. Wewe ndio mkombozi wetu sisi. Kama mtu anajiita ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi, anajua mimi nakidai chama changu na nimekuwa mstahimilivu ndani ya chama changu. Sijawahi kukiweka hadharani chama changu, sijawahi kukishtaki, sijawahi chochote kibaya ya chama changu. Anatokezea mtu ambaye anajiita ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi, anakuja kununua nyumba yangu mimi. Ina maana kwamba yeye alikuwa na mtu mmoja ambaye labda ni katibu mkuu au nani ambaye anakula naye, kuona kwamba mimi nidhalilike. Wao wamefanya hicho, rafiki yake ndio bwana Chongolo, ndio rafiki yake mkubwa. Na nyumba yangu nilinunuliwa wakati Chongolo yuko katibu mkuu. Nasema hili, kama wataniua niko tayari. Wala siogopi kufa kwa haki yangu. Najua nitatangulia, lakini wote tutakwenda huko huko. Kwa hiyo leo hii huyu bwana ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi, ndiye aliyenunua jengo langu mimi kwa shilingi bilioni 1 milioni 200. Hata nikimuuliza huyu mwanangu jengo la thamani hiyo? La thamani hiyo? Jengo la bilioni 7-8 mtu anakuambia amenunua kwa bilioni 1 milioni 200. Alafu anatumia nguvu za kutaka kutuua na kutuua humu ndani kwa sababu yeye ni mjumbe. Kwa hata hao wachagua kwa hapa wajumbe pia tuangalie chama chetu kinampa nani. Huwezi kutupa mtu ambaye yeye ndio mwana CCM, na mimi naidai CCM aje anue yeye. Bora ndio mtu baki. Ipo mkataba na mkataba. Ndio mkataba. Uko wapi mkataba wangu? Nani atoe print yourself. Unawe? Let me.
Unapo? Swala hili limefika mahakamani na lipo kwenye usuluhisho. Tarehe 14 mwezi huu ndo tunakutana kwa ajili ya usuluhisho. Baada ya hapo tunashanga mtu amekuja na kikosi chake kuja kutaka kutuua sisi ndani na kutupiga na mawe na nini, kutaka kutuua kati yake yetu. Mimi sikatai kuondoka kama amenunua, lakini siku jinsi ya kupanda mtu. Huwezi ukaje na wauni tu wao kutuondoa sisi. Kwa utupige huko ndani, kutupiga, kudhalilisha. Jengo kama liendelee na ujenzi hizi. Huyo aliyenunua mimi simfahamu wala sijawahi kukutana naye. Anasema amenunua jengo. Anunua jengo kwa nani? Niite kama wewe ni benki na huyo mnunuzi tukae chini. Lakini mimi simjui alionunua. Leo unaniletea hawa watu je unitoa. Bila hawa ni kina nani? Wewe ni nani? Hujawahi kujitambulisha kwangu, sikutambui. Sasa mimi nakuamwaje? Kama leo mimi na silaha, ningeomba kutumia silaha yangu ya moto kuwaua, mimi singewaua tu. Lakini silaha nimekabidhi polisi. Kwa sababu nimeogopa, sisi nikafanya vita vingine hapa, vya kwanza kuwaua watu hapa. Na hapa sisi tupige kelele hapa Ilala ntipo itakuja hapa, itawaua hao watu. Sasa hatutaki mambo hayo. Tumeshatokea na matatizo kama hao ya wahuni mwaka jana tarehe 29. Ni wahuni hao wawa. Ni wahuni hao ambao wanataka kuangusha nchi yetu hapa. Leo tunaijua na watu hao tena. Kuja kutuvamia sisi. Hatuwafahamu sisi. Je, tungetumia silaha za moto hapa? Si tungefanya mauaji hapa? Watu wanakuja sema tumembo. Nani amekutuma? Huyo mwenye aliyosema, huyo mwenyewe aliyosema amenunua, mimi simfahamu. Sijawahi kumuona hata siku moja. Lakini anatumia nguvu zake za kwamba yeye ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi. Unaona bwana? Kwamba yeye amenunua jengo hili. Aliwahi kunishirikisha mimi? Hata siku moja kwamba mimi nimenunua nyumba yako? Huyu ni mwenyekiti wangu mimi. Hajawahi kuona hata taarifa yoyote. Lakini leo mtu anakuja hapa anasema kwamba amenunua jengo. Kwa nani? Wachukua watu wa benki, mimi ndio nafanya biashara. Wewe unakuja kuchukua jengo kutoka wapi? Hujawahi kuniona? Hakuna notice yote nilopewa mimi pale benki yangu? Unakuja unaleta watu hapa kuja kutaka kunitoa mimi. Sasa leo hii ni halali? Serikali yangu iangalie kama una uwezo mtu kununua jengo kwa Bombendi alafu uje mtoe mtu kwa jengo lake au kaleta mauaji. Leo hii mizigo yangu yote imetupwa chini. Kisa kwamba eti amenunua mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM. Wajumbe wa aina hiyo Mheshimiwa Rais hawatufai. Hawatufai. Kwa sababu mimi huyo aliyenunua nyumba mimi simfahamu. Hakuna notice yoyote iliyobandikwa nyumba yangu mimi, nyumba inauzwa. Kwa hata hizo benki za Kenya pia ziangaliwe kwa karibu. Hasa hii benki ya Equity imekuwa na kesi nyingi sana za majengo. Huwezi kumuita mtu amuuzie nyumba bilioni 1, bilioni 200, ndugu zangu wa Ilala, nyumba kama hii. Bilioni 1, bilioni 200, inawezekana? Nyumba hii kweli? Chiwizi huu au kutudhalilisha sisi kwa sababu hatuna uwezo? Wewe ndio uwizi, alafu inaonekana kwamba eti wanasema Waislamu. Kwa hiyo maana wameingiza na udini ndani yake. Wameingiza udini ndani yake kwamba sisi Waislamu hatufai. Wanatudhalilisha, wanatudhulumu. Vitu vingi vimepotea miiba. Vitu vingi vimetupa kwa nyuma kule, vipotea, vitukibia vitu vyetu. Tumekosa nini sisi? Bora hata sisi kama ni taasisi tunaidai iweje leo hii si tuitolewe? Hujuma hizo. Tunadhalilishwa, mtu anakuja eti yeye anamfanya biashara ya maguzo. Anaitwa maguzo, au bajaji tu hapa. Na huyu sio mara ya kwanza, ameshakuwa na makesi huko Mwanza. Tunayafuatilia sisi makesi yake. Sio mara moja, sio mara mbili. Na hata nikifa leo ndugu zangu, mjue atakayokuwa ameniua ni yeye huyo. Nikifa leo hii mimi nitakufa kama shahidi. Lakini aliyefanya hii kazi ni mtu aliyezoea kuwadhulumu wananchi. Si kesi yake ya kwanza hii. Anakwenda mabenki kuhonga, anatudhulumu haki yetu sisi. Na idai bado sehemu bilioni 760. Benki wadai bilioni 1, milioni 200 tulouza jengo langu. Na mwenyekiti wa mtaa Karume, ili zoezi limekuja kwa kushtukiza, na mimi nilikuwa sipo. Nimepigiwa simu na viongozi kutoka kituo cha polisi kwamba nahitajika hapa, kuna zoezi la ufanyaji muda wa saa 4. Na kweli nimekuja hapa, nimekuta changamoto hiyo inafanyika katika utoaji wa vitu katika hii nyumba. Kusema kweli ni changamoto ambayo tumekutana nayo, na ukiangalia mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa, hii jambo toka lilipotokea miaka kama 5 ya nyuma, nimeweza kufuatilia kwa kushirikiana na ndugu yangu Kivina. Hata wakati nyumba ilipouzwa walipokuja watu wa benki,
ambapo mimi nilikutana na watu wa benki pamoja na madalali na kumshirikisha mzee Kivina. Mwisho wa siku ile zoezi ikawa limevunjika, lakini paka ilipofika wakati nyumba imekuja tukasikia ikawa imeuzwa, mzee Kivina akaja kwangu mimi akajiuliza, mwenyekiti, kuna taarifa kwamba sijui, lakini ili jambo lifanyika kiuni tu, sijui kwa sababu kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa kushuhudia chochote, kushirikishwa mnada, lakini sio mnada ulifanyika huko Sinza huko, unaona mnada atenda. Leo haya yalotokea yametokea kama unayoona, lakini niseme kitu kimoja, viongozi wa mamlaka, tunaomba sisi kama wenyeviti wa serikali ya mtaa, zinapotokea vitu kama hivi tushirikishwe. Unaposhirikishwa mwenyekiti, basi unakuwa nini ya kufanya na kuweza kusaidia. Lakini sasa unakuta jambo wewe unapigiwa simu tu, bana kuna jambo linafanyika hivi katika mtaa wako, baki unafanyika kama zoezi, kama kuna nosi na maana nosi inafanyika muda au hivi, lakini mwenyekiti sijui chochote na kuja kupewa taarifa leo hii zoezi ambalo linafanyika. Kusema kweli sielewi ambacho hiki kitu kilichofanyika.